huku utembea, ama mwanadamu atakuwa ameketi, ama sampuli ya tatu ni kuwa mwanadamu amelala. Sasa kule kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata ikiwa wamelala kwenye zitanda zao, huwa wakimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu hafai kughafilika na Mwenyezi Mungu, kwa sababu adhkari ndiyo kitu chenye kukuokoa wakati wa matatizo. Wakati ukimkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara, kule kumkumbuka kwako Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aweza kukuokoa. Angalia vipi Nabii Allah Yunus alayhi salatu wassalam. Nabii Allah Yunus ibn Matta, huyu ni mtumi miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alimtumiliza kwa kaumu zake, akenda akawalingamania kaumu zake, wakafanya ushindani, wakampinga, hawakukubaliana na maneno yake. Mtumi kama huyu akafanya hasira, akapanda mashua. Alipopanda mashua ikawa haitembei, kama mashua inapopigwa na shuari, ikawa haitingisiki, kama imezotea nanga. Walioko mashuani wakanena, hapa lazima kuna mtu amemkimbia bwanake. Ikapigwa kura. Ilipopigwa kura kwamba kura itakaomwangukia ile bahati nasibu, basi atakuwa ni mwenye kutoswa, kwa sababu tutaketi baharini mpaka lini? Ikiwa kuna mtu amemkimbia bwanake na ndio sababu ya kupatikana na matatizo kama haya, na ikiwa sisi hatutomtosa, ina maana hatuendi mbele, hatuendi nyuma, kwa sababu ya matatizo ya kibahari ambayo kwamba imezotokea. Kwa hivyo la kufanya ni kufanya nini? Ni kupiga kura. Bahati yake mtu, kura itakaomwangukia ndiye atakayetoswa kwenye bahari. Bahari ni bahari kubwa, Baharur Rum, si bahari ya kwamba ni hapa na Mokowe wala hapa na Mandra, ni bahari ya kupita mameli. Kura ikapigwa mara kwanza, ikamwangukia Nabii Allah Yunus. Mabaharia pale na manahudha wakashauriana, jamaa itakuwa vipi, lakini tumtoze huyu, roho haiwapi. Mara ya pili kura ikamwangukia Nabii Allah Yunus. Mara ya tatu ikawa hakuna budi, jamaa wakamshika wakamtosa baharini. Walipomtosa baharini, papa humngojea, akamizwa na papa. Umizwa na papa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha ule papa, akamwambia, nimemweta Nabii Allah Yunus kwenye matumbo yako, meno yako yasiwe ndio chakula ukamtafuna, na tumbo lalo lisiwe ndio mahala pa kuweza kumfanya Nabii Allah Yunus aharibike mpaka kisha iwe hakuna tena mwanadamu. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake akatoa amri kwa papa kwamba asimle. Kwa hivyo akamizwa mzima, mwili mzima akawa uko ndani mwa tumbo la papa. Kitu ambacho kwamba kilomokoa Nabii Allah Yunus ni nini? Ni adhkari, kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, fanada fi dhulumatin, Nabii Allah Yunus akanadi katika tumbo, fi dhulumatin, katika magiza, giza la papa, giza la bahari, giza la usiku. Wefikirisha magiza hayo matatu yamefuatana kwa mpigo mmoja. Kwanza uko ndani mwa tumbo la samaki, pili uko kwenye tumbo, uko kwenye giza la bahari. Bahari hakuna taa, hakuna mwangaza, mai ndio hayo mengi. Tatu ni usiku, yakatangamana. Ndio Mwenyezi Mungu akanena fi dhulumati, akamnadia Mwenyezi Mungu wakati wa kwenye magiza matatu, akamwambia Mwenyezi Mungu vipi? An la ilaha illa anta, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila wewe. Subhanaka, utakatifu wa mawi ni wako wewe Mwenyezi Mungu, utakatifu wa maovu, utakatifu wa aibu, utakatifu wa kuemewa, utakatifu wa kuweza kushindwa ni wako wewe Mwenyezi Mungu. Wewe huemewi na kitu Mwenyezi Mungu, wewe huna punguani Mwenyezi Mungu, huna kasoro, huna aibu yoyote. Inni kuntu minadh-dhalimina, hakika mimi nimekuwa katika jumla ya watu waliokufanya dhulma, kuidhulumu nafsi zao. Sasa
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Allah Yunus baada ya kuleta adhkari kama hizi, kitu gani kilitokea? Natija gani ilotokea? Fastajabna lahu, tukamjibu dua zake. Wanajainahu minal ghammi, tukamwokoa kumtoa kwenye ghamu kama hini ambayo kwamba imezombana. Wakadhalika nunjil mu'minin, na namna hiyo hiyo twaweza tukawaokoa mu'minina. Hii aya yatufahamisha kwamba haikukoma masala ya kumsabihi Mwenyezi Mungu aweza kuokolewa kwenye matatizo, imekoma kwa Nabii Allah Yunus peke yake. Wakadhalika, na namna hiyo hiyo kama alivyookolewa Nabii Allah Yunus, akatolewa kwenye tumbo la papa salama salimini, bila ya kutoka madamu, bila ya kujeruhiwa. Nunjil mu'minina, ndio tuwaokoa wale waumini. Kwa hivyo Muislamu silaha yake kubwa ni nini? Ni dua. Ndio Bwana Mtume alivyotufundisha, adduau silahul mu'min, dua ndio silaha ya Muislamu. Mwenyezi Mungu akatwambia, falaula annahu kana minal musabbihina, lau Nabii Allah Yunus hakuwa ni mwenye kueta tasbihi, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, basi angeketi ndani mwa tumbo la papa mpaka siku ya Kiyama, hangetoka tena, na lile tumbo la papa ingelikuwa ndio kaburi yake kabisa kabisa mpaka siku ya watu watakapofufuliwa. Mwenyezi Mungu akamwamrisha papa amtupe ufuoni, akatolewa kwenye tumbo la papa ilhali ya kwamba uko hai bila ya kufa. Kitu ambacho kwamba ni muhimu tukizingatia hapa nini? Ni tasbih. Alomsabihi Nabii Allah Yunus, kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia kwamba falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yubathun. Na mimi na wewe tukitaka kuokoka kwenye matatizo tulonayo, ni lazima turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pana sharti moja, ukitaka umuombe Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akubali dua yako, na ilhali ya kwamba wewe uko kwenye matatizo, uko kwenye balaya, ni sharti kwamba uwe umetanguliza mema kabla. Wewe ni mema kwa Mwenyezi Mungu, yatokee matatizo ambayo yatatokea, hapo mlingamanie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuokoa. Lakini usifanye uyatakayo, ukafanya matendo maovu, ukafanya maasia bila kujali, bila kukumbuka kwamba kuna na Mola Subhanahu wa Ta'ala aona matendo yako, wewe ukaitia hamnazo liwalo na liwe, kisa ukipatikana na matatizo uanze kuita astaghfirullah astaghfirullah. Ewe Mwenyezi Mungu tuokoe, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimina. Mwenyezi Mungu hapo hatokujibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, muyue Mwenyezi Mungu wakati na raha zako, na yeye Mwenyezi Mungu atakuyua wakati wa shida. Yani wewe usiwe na kibri, usiwe na jeuri wakati una nafasi zako, una maisha yako mazuri, una pesa, una afya njema, una kila ufanisi uliokuwa nao. Usimsahau Mwenyezi Mungu kipindi kama hicho. Utakapokuwa wewe umemtegemea Mwenyezi Mungu na kuwa na pamoja na Mwenyezi Mungu, na muamala wako na Mwenyezi Mungu ni mzuri, wakati utakapopatikana na matatizo, utakapomuita Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu na yeye atakuokoa. Lakini wakati wa matatizo tu ndio kuna Mungu. Wakati wa raha ponda mali, wakati huna matatizo hutaki kujua, hutaki kuelewa, ufikiri kamwe kwamba kuna na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alokuumba wewe. Hapo Mwenyezi Mungu ukimuomba wakati wa dua zako, wakati wa shida, Mwenyezi Mungu hatokukubali. Na hili ndilo jambo lilompata Firauni. Firauni alipambana na Musa siku nyingi sana, mpaka Mwenyezi Mungu akamwangamiza kwenye bahari. Bahari ilipotaka kuwa yataka kumiza, Firauni alitubia, akataka kuamini yule Mungu wa Musa na Mungu wa Harun, lakini Mwenyezi Mungu akakataa, akamwambia alana, kipindi hiki wakati umepatikana na matatizo na roho yako yatoka, wataka kughariki kwenye mai, ndio waamini Mungu wa Musa na Harun? Siku zote wewe ulikuwa ukinena ana rabbukumul aala, mimi ndiye Mola wenu hoyo wa juu kabisa. Sasa wakati wa shida na matatizo
lakini leo tutakuokoa mwili wako ili iwe ni miujiza kwa umma utakaokuja baadaye. Kwa hivyo sharti ya mtu kukubaliwa dua ni pale atakapokuwa yeye ameshika mambo ya kimungu. Akipatikana na matatizo, Mwenyezi Mungu atasimama kumwokoa na kumwondoshea matatizo alionayo. Na miongoni mwa kutekeleza shukurani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu ni kutumia ziungo zake aliopewa na Mwenyezi Mungu kutekeleza katika kuonyesha shukurani ya kile kiungo alionacho. Mathalan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi binadamu kiungo cha ulimi. Ulimi ni neema kubwa sana alionayo mwanadamu. Fikirisha wewe, lau mwanadamu hana ulimi, angetamka vipi? Angenena vipi? Angeeleweka kinamna gani? Ingelikuwa ni shida. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa binadamu ulimi. Ulimi huu kila mmoja autumia kwa lugha yake ambayo kwamba aipenda kuitumia. Binadamu wote kila mmoja ana lugha ambayo kwamba aitumia duniani. Wengine hutumia Kiswahili, wengine Kiarabu, wengine Kizungu, lugha za Kiajami zote zilizoko ulimwenguni. Kila mmoja ana lugha yake, lakini kitu ambacho kwamba ndio ala anaoitumia mwanadamu katika kutamka na kunena ni ala ya ulimi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, miongoni mwa dalili za kwamba Mwenyezi Mungu uko ni kule kuumba mbingu na ardhi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, miongoni mwa dalili za Mwenyezi Mungu kwamba uko na ni muweza. Ikhtilafu alsinatikum ni kule kutofautiana lugha zenu. Sote tuweza kunena ni Waislamu, lakini Waislamu si lugha moja, kila mtu ana lugha yake. Hii alsinatikum maana ya lugha yenu. Wanazuoni wa balagha hapa watuambia ni majazi al-mursal, ambao kwamba alaka yake ni al-aliya, manake imetoa lisan kwa sababu lisani ndiyo yenye kutamka lugha yote yalionayo mwanadamu. Wa alwanikum, na kutofautiana rangi zenu. Sote ni binadamu, lakini kila mmoja ana rangi yake. Ule ni mweupe, ule ni mweusi, ule ni mwekundu, ule ni zeru, ule ni hivi ni vile, namna hivyo vile alivyoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu yataka akumbuke kwamba ana neema aliopewa na Mwenyezi Mungu ya ziungo, na miongoni mwa neema alionayo ni neema ya ulimi. Ndio Mwenyezi Mungu katika surati al-Balad akatuambia namna gani, walisanan wa shafateni. Mwenyezi Mungu amemjalia mwanadamu ana ulimi, ana na midomo miwili. Zote zitu ziwili hizi zamsaidia mwanadamu kutamka. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa hodari kwa kumpa mwanadamu ala ya ulimi. Ulimi kama huno ukaweza kupambanua kila kitu hata bila kukiona mara nyingine, hata ukafumba mato, lakini ukitia kitu ulimini utaweza kujua kitu kama hiki ni gani. Utaweza kujua sukari, tamu ya sukari kupitia ulimi. Utajua tamu ya asali kupitia ulimi. Sukari ni tamu. Mai ya sukari kwa mfano utiwe kwa kijiko, utajua haya mai ya sukari. Kisa itukuliwe kijiko cha asali, utajua hii ni asali bila kuiangalia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kiungo cha ulimi. Au ikiwa ni juice imetiwa sukari, utajua kwamba hii ni si asali wala si sukari ya mai meupe, wala si mai meupe ya sukari. Hii ni juisi ya matunda, ikiwa ni machungwa, ni mananasi, ni passion, ni gani, lakini utajua kupitia nini? Kupitia ala ya ulimi. Angalia neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Ulimi mmoja umeweza kupambanua zitu kadhaa, na zote zitu zenyewe ni za tamu. Na ukia kwa upande wa zitu ambazo kwamba zina utungu, utayua kupitia ulimi. Kwa mfano mathalan, utayua hiki ni kiondacho ni ndimu kupitia gani? Kupitia ndia ya ulimi. Wakati ndimu utakapoionda utayua hii ni ndimu.
Kitu kingine cha pili chenye utungu kama ndimu ni limau, lakini utatofautisha baina ya tamu ya limau na tamu ya ndimu, ziko na ladha tofauti. Na ikiwa ni siki, utatambua kwamba hii ni tamu ya siki kupitia nini? Ala ya ulimi. Utajua kwamba hii ni siki, utungu wake ni utungu wa siki. Na ikiwa ni embe witi, utaliua kwamba hili ni embe witi, si siki, ingawa zote ni utungu, lakini utapambanua baina ya siki na embe witi, utapambanua baina ya ndimu na limau na ukwayu na kitu kingine ambacho kwamba ni kikali. Hizi zote utatambua vipi? Kupitia ala ya ulimi. Ulimi kama huu alokupa nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameuwezesha uweze kupambanua ladha ya tamu, zitu tofauti, zitu zenye utungu, zitu ambazo kwamba ni sumu, kupitia nini? Kupitia ulimi. Sasa yakiwa Mwenyezi Mungu ametuneemesha namna hiyo, yataka tuwe vipi? Yataka tutumie kiungo kama hiki cha ulimi kumsabihi Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaya Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Tusighafilike na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu utakapoghafilika na Mwenyezi Mungu, ina maana wewe hukushukuru neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, nao ni kwamba amekupa neema ya ulimi. Wewe umepewa ulimi, ulimi ufanyie nini? Uzome watu kwa kuwatolea ulimi? Ina maana umepewa ulimi usome Qur'ani, uwete adhkari, unene maneno mazuri, qulu linnasi husna, uambie watu maneno matamu, maneno ya kufurahisha, unene maneno ya kidini, uzungumze na watu kwa wema. Hii ndiyo shukrani ambayo kwamba itakuwa umeitoa wewe kupitia ulimi wako. Na faida ya kumtaya Mwenyezi Mungu ni gani? Ikiwa wewe mwanadamu utamtaya Mwenyezi Mungu, faida yake ni gani? Tuonyeshe faida itokayo aloieleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anena, usiku niliopekwa Miraji mimi, nilipokwenda mbinguni, nilimuona mtu amevama kwenye nuru ya arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hamwelewi ni mtu aina gani, lakini mtu amefinikwa na nuru ya Mwenyezi Mungu katika arshi. Mtume akabidi aulize, akauliza, man hadha amalakun? Qila la, huyu amezofinikwa na nuru ya Mwenyezi Mungu ni malaika? Mtume akajibiwa akamwambia si malaika. Mtume akauliza, anabiyun? Huyu ni mtumi? Akaambiwa la, si mtumi, si malaika wala si mtumi. Manake ile nuru imezivomfinika. Mtume anena huyu ni mmoja kati ya watu wawili, ima ana daraja ya utumi ama ana daraja ya umalaika. Lakini mtume akauliza tena, qultu man huwa? Mtume anena nikauliza, ni mtu gani basi huyu? Akajibiwa akaambiwa, hadha rajulun kana fi dunya lisanuhu ratbun min dhikrillahi. Huyu mtu ambao kwamba wewe umeblow katika kumuona, umestaajabu, huyu ni mtu wa kawaida, hana daraja ya utumi, hana daraja ya umalaika, ni mwanadamu tu kama mwanadamu wa kawaida. Lakini alikuwa na jambo kama hili, kana fi dunya lisanuhu ratbu min dhikrillah. Duniani alipokuwako ulimi wake alikuwa saa zote ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kueta adhkari mbalimbali. Hiyo ni jambo la kwanza. Wa qalbuhu muallaqun bil masajid. Jambo la pili alokuwa nalo mja kama huyu, ndio akalipwa malipo kama haya, moyo wake ulikuwa umefungamana na msikiti. Si urahisi kumkosa msikitini, yani hata akitoka ni kwa dharura, lakini akimaliza dharura huwezi kumkosa msikitini. Alhamdulillah, hapa tuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia hatuwakosi msikitini. Mwenyezi Mungu awadumishe yule hali kama hizi, na sote atupe mahaba ya kupenda misikiti. Tusikimbie misikiti ikawa twaipita kwa nde, ikawa twatungia kwa madirishani kuangalia walioko msikitini, lakini sisi haramu guletu aliliwati misikitini ila kwa dharura. Kuna harusi ya jamaa yake atangia, kuna kifo kimetokea, kuna maiti itakuswaliwa msikitini naye atangia, au mambo mengine ambayo kwamba atamfanya yeye angie msikitini. Haifai Muislamu kuwa namna hiyo. Muislamu ataka asikosekane misikitini. Alhamdulillah,
Misikiti yetu kuna watu ambao kwamba ni watu wazima hawakosekani misikitini, kuna na mabarobaro pia alhamdulillah hawakosekani misikitini. Mwenyezi Mungu atudumishe yule hali kama hini. Kisha jambo la tatu ambalo kwamba limemfanya huyu binadamu afinikwe na nuru ya Mwenyezi Mungu, walam yastasibba liwalidayhi, wala hakujaribu kuweza kusababisha kutukana wazee wake. Huyu mwanadamu huyu hakujaliwa kusababisha mpaka wazee wake wakatukanwa. Na pengine mtu atauliza, kuna mtu husababisha mzee wake akatukanwa? Na ikiwa mzee wako atatukanwa, ina maana uliomtukana ni wewe. Ikiwa wewe ndio sababu ya msingi kutukanwa mzee wako, babako au mamako, ina maana uliomtukana baba na mama ni wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiunganisha na hadithi tunaoendelea nayo, Mtume anena, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi, miongoni mwa madhambi makubwa mtu ni kuwalani wazee wake. Mtume awaeleza maswahaba, qila ya Rasulallahi wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, maswahaba akamuuliza Mtume, ya Rasulallahi, vipi mtu ataweza kumtukana kumlani mzee wake? Jambo kubwa sana. Usikilie daraja ya kuwalani wazee wako, zema za kule kukuzaa wewe umeketi uwalani? Mtume akanena, ndiyo, mtu aweza kuwalani wazee wake. Yasubu rajulu abarrajuli fayasubu abahu, ni wewe kijana ukamtukana babake mtu. Ukimtukana babake mtu, na ule mtu uliomtukania babake na yeye atakutukania babako. Sasa alosababisha atukanwe babako ni nani? Ni wewe kijana. Kwa hivyo ule mtukana babako ni nani? Ni wewe. Manake umetukana baba ya mtu, utatukaniwa babako. Wayasuba ummahu, na wewe uketi umtukane mamake mtu. Mwenye kutukaniwa mamake atakubali, na yeye atakutukania mamako, atakulipiza matukano. Sasa alomtukana mamako ni nani? Ni wewe kijana, ambao kwamba umetukana mama za watu. Kwa hivyo mtu ataka autumie ulimi mahala pazuri, mahala pema. Na tutoe mifano ya watu wawili. Mtu wa kwanza ni huyo tumezomueleza, ambaye aliutumia ulimi wake katika kumtaya Mwenyezi Mungu, kufungamana na misikiti, na hakusababisha wazee wake watukanwe kwa hali yoyote. Huyu ni mtu mwema. Kwa hivyo na sisi ndimi zetu ziwe ni namna hizo, tusiwatukane wazee wetu, tusiwalani wazee wetu. Na watakao kulaniwa ni wazee, lakini wazee wametongewa na wewe, kwa sababu Waswahili hukwambia mti hutongewa na tundale. Sasa wewe ndio tundala mzee, ndio wewe umesababisha mzee anafanya nini? Atukanwe. Mwenyezi Mungu atazihifadhi ndimi zetu wasiweze kutukanwa wazee wetu. Tena pengine ni wazee wamekufa kwa makaburini, wewe utukane wazee wa watu na wazee wako watukanwe. Tahadharini vijana na kutukana wazee wa watu, ili wazee wetu nao wawe salama. Mtu wa pili, kuna bwana katika Bani Israila alikuwa akiitwa Bal'am bin Ba'ura. Huu Bal'am bin Ba'ura alikuwa ni mja alikuwa mwema, na yasemekana kwa kuwa alikuwa ayua ismullahil a'zam, ina la Mwenyezi Mungu lilokuwa kubwa. Na ina la Mwenyezi Mungu ukibahatika kuliua, kulipata ni hili, na ukawa walitaya, basi uombalo huwa ni kabuli. Utakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mujabu da'wa, ni mwenye kujibiwa dua zako, uombalo ni kabuli, ikiwa utatumia ismullahil a'zam. Lakini kwa bahati ni kwamba ismullahil a'zam hayulikani. Ni ina liko miongoni mwa maina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 99, moja ni katika ismullahil a'zam. Lakini ni lipi khasa 100% unene ni ina hili? Hayulikani. Ni jitihadi tu ambayo kwamba imetumiwa na wanazuoni. Kwa hivyo tumuombeeni Mwenyezi Mungu kwa asmaillahil husna, asa enda tukaafikiana katika kuomba kwetu na ismullahil a'zam, na dua zetu ikawa ni zenye kujibiwa. Huyu bwana, Banu Israila walikwenda kumfitini wakati wa Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam. Wakaambia Bal'am bin Ba'ura, kwa nini wewe twakuyua wayua ismullahil a'zam,
na hujibiwa dua zako na maombi yako yote unayoomba mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini humwapizi Nabii Allah Musa? Huyu bwana akakataa. Ule mtume wa Mwenyezi Mungu nitamwapiza vipi? Nitumie ulimi wangu kumwapiza mtume wa Mwenyezi Mungu? Akaiza. Lakini hawa bwana hawakutosheka, walokwenda kumtafadhali ili amwapize Nabii Allah Musa, wakamnyoshea mkono, wakamuhonga. Alipohongwa na yeye kwa bahati akaridhia, akakubali, akatoka kutokwenda kwenye majabali. Lengo kuu ni kwamba yeye ayulikana kujibiwa dua zake, ende amwapize Nabii Allah Musa. Akenda mpaka majabalini, akainua ulimi wake kutaka kumwapiza Nabii Allah Musa. Mwenyezi Mungu pale pale akampatiliza, akamtiririsha ulimi wake, ukatoka ulimi ukawarerewa mpaka kifuani. Yafikirisha ulimi utoke kuanzia mahala ulipo mpaka usikilie kwenye kifua, ni kiasi gani cha ulimi uliokuwa mrefu namna hiyo? Na maana kwamba ni ulimi uliokuwa mrefu, Mwenyezi Mungu akautoa, na ikawa haurudi tena. Si kwamba ulitoka dakika ile kisa ukarudi, la, ulibakia ulimi warewarewa. Sasa alipotaka kumwapiza Nabii Allah Musa, ulimi ukenda kosa, akawapiza wale walomtukua kwenda kumwapiza Nabii Allah Musa. Angalia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wale Waswahili ukwambia mtimba kisima ndia mwenyewe. Wao walimtimbia kisima Nabii Allah Musa apizwe amalizike, lakini kile kisima walichokitimba waliingia wenyewe. Jamaa kahutanabaisha bala mbimbaura, wewe waomba dua gani? Akamwambia huomba dua hili. Wewe watu wapiza sisi? Akamwambia sina namna kuweza kufanya namna nyingine, nisitamke namna hiyo. Ikila kitamka dua kumwapiza Nabii Allah Musa, huwapiza Banu Israila wale wale muhonga na wale watu wafuate eneo naye. Wayua Musa yeo ndio siku yake ya mwisho yeo, kumbe awapiza wao. Yasemekana Mwenyezi Mungu akawapa maradhi ya taun, wakafa watu wengi sana, wakafa watu wengi, idadi kubwa sana ya watu wakafa kwa sababu aliwapiza na dua ikawa ni kabuli. Sasa bwana huyu matatizo yalompata katika maisha yake, ilikuwa maisha yake yeye ulimi hurewarewa, na Mwenyezi Mungu ameeleza kiswa chake, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Famathaluhu, mfano wa Balaam bin Baura, kamathalil kalbi, kama mfano wa mbwa, in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Mbwa una maumbile haya. Mbwa kazi yake hutoa ulimi, ikiwa amechoka hutoa ulimi, ikiwa hakuchoka mbwa hutoa ulimi. Mbwa hutoa ulimi akiwa ni mgonjwa, mbwa hutoa ulimi akiwa na afya yake, mbwa hutoa ulimi akiwa na kiu, mbwa hutoa ulimi bila kuwa na kiu, mbwa hutoa ulimi akiwa na ndaa, mbwa hutoa ulimi bila kuwa na ndaa. Ndio maumbile yake yeye, kazi yake ni kurerewesha ulimi saa zote. Akiwa na furaha, akiwa na huzuni, utamuona ametoa ulimi. Sasa mwanadamu kama huyu, kwa kuwa aliutumia ulimi wake vibaya, kiungo cha ulimi, badala ya kumtaja Mwenyezi Mungu kwa mema na kukumbuka neema ya Mwenyezi Mungu alompa, ikawa atautumia vibaya katika kumwapiza kiongozi wa dini, kiongozi mwenye daraja ya utumi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatiliza kwa namna hiyo ambayo kwamba tumezoeleza. Ndugu Waislamu, huyu bwana hakutosheka. Tukimalizia kiswa chake, jamaa walipomtiriri, sasa mbona mambo yamekuwa namna hii? Akawajibu akamwambia, dhahabtu minni alana ad-dunya wal akhirah.